Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha tena kualika siku ya leo katika siku ya 5 ya mafungo yetu ya siku 40. Leo ikiwa ni siku ya 5 tu, basi ninakualika tufuatane kwa pamoja katika kipindi hiki cha Kwaresma. Ndugu zangu, Yesu alipowaambia wanafunzi wake, unajua aliwaambia wanafunzi wake kwenye Injili ya Marko sura ya 8 mstari wa 34 kwamba mtu yeyote akitaka kuwa mfuasi wangu ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake na anifuate kila siku. Ndugu zangu, katika kipindi hiki cha Kwaresma, Yesu hatuiti kubeba msalaba kwa huzuni, hatuiti kubeba msalaba kwa kulalamika, wala hatuiti kubeba msalaba kama adhabu, bali anatuita kubeba msalaba kwa moyo wa furaha, kwa moyo wa mapendo. Na hii ni kwa sababu msalaba, ndugu zangu, sio ishara ya kushindwa. Msalaba ni ishara ya ushindi. Msalaba sio mzigo wa mateso, bali msalaba ni njia ya neema ya Mungu. Mtakatifu Yohane wa Msalaba, ninapenda sana koti hii. Anapozungumza anasema kwamba mkiupokea msalaba kwa ujasiri, Bwana atawafundisha kile ambacho hamwezi kujifunza kwenye vitabu. Maana yake ni kwamba ni katika mateso yetu tunakutana na hekima ya Mungu na kukua katika imani kila siku. Mtakatifu Francisco wa Sales naye anasema msalaba ni barua ya upendo kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo usiogope kusoma hiyo barua kwa furaha. Usiogope kubeba huo msalaba kwa furaha, maana ni barua ya upendo kutoka kwa Mungu. Ndugu zangu, kukumbatia msalaba kwa furaha ni kukubali kwa kwamba Mungu ana mpango na sisi hata katika changamoto ngumu tunazokutana nazo kwenye maisha. Mungu ana mpango na sisi. Kwa hiyo tusitazame tu ule ugumu wa sadaka tukaishia hapo basi, bali tutazame pia furaha ya kuwa karibu na Kristo tunayoipata kwa kubeba msalaba bila manunguniko yoyote. Tukumbuke kwamba msalaba wetu iwe ni magumu ya maisha, iwe ni majaribu, iwe labda ni majukumu ya kila siku, iwe ni ndoa yako, iwe ni kazini kwako, wowote vile, msalaba wetu tunapaswa kuubeba kwa moyo mwepesi. Kwa moyo mwepesi kwa sababu tunamtumaini Mungu. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, tuitikie mwaliko wa Yesu kwa furaha. Tukikumbuka kwamba kupitia msalaba tunapata uzima wa milele. Tuimarishwe na maneno ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba anayesema kwamba msalaba wa Kristo ni mwanga kwa wanaomtafuta, ni nguvu kwa wanaoupenda huu msalaba. Kwa hiyo hata kama mimi sijui labda unapitia hali ngumu kiasi gani, sijui, lakini hata kama uko kwenye changamoto ngumu kiasi gani, hata kama uko kwenye kipindi kigumu, labda ni kipindi changamoto ya afya au changamoto ya familia, labda ni changamoto ya maisha, ni changamoto ya ndoa yako, sijui upo kwenye kipindi kigumu namna gani. Hata kama kiko kigumu namna gani, kama hatua ya imani, hebu jiambie kuanzia leo, kama hatua ya imani, hebu jiambie kwamba nitapokea changamoto hii, nitapokea changamoto hii kwa furaha, kwa moyo wa furaha, nikikumbuka kwamba kuwa kila msalaba, katika msalaba, kila msalaba ni fursa ya neema ya kuunganika na Kristo. Manake unganisha mateso yako na msalaba, unganisha mateso yako na mateso ya Kristo, na ni kwa kupitia hivyo tutapata furaha ya kweli. Ndugu zangu wapendwa, nawatakia kila baraka na neema katika kipindi hiki cha Kwaresma. Fuatana nami siku ya kesho katika mafungo yetu katika siku ya 6.